Mungu anachukia kuachana, hapendi. Ndoa ikifungwa ni ya mume mmoja mke mmoja. Sirini una mume mmoja, peupe una mume mmoja. Huo ndio mpango wa Mungu. Sema alimuumba mwanamume na mwanamke, ile Mwanzo 1:26. Aliumba mwanamume na mwanamke, Mwanzo 1:26-27. Na Mungu hakuumba mwanaume na wanawake au mwanamke na wanaume, kwa sababu siku hizi nimegundua pia kwamba kuna ndoa nyingine tunaita polyandry. Polyandry ni ndoa ambayo mwanamke anakuwa na wanaume wengi, ndio polyandry. Polygamy ni mwanaume anakuwa na wake wengi, hiyo polygamy. Lakini polyandry mwanamke anakuwa na wanaume wengi. Huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu mume mmoja mke mmoja. Na ndoa ilikusudiwa kuwa ya milele. Yaani kama Adam asingelitenda dhambi, basi mke uliye naye, mume uliye naye angekuwa ni wa milele na milele na milele, ambako mimi sijui mwisho wake huko. Ingekuwa nzuri sana. Ingekuwa nzuri. Lakini dhambi ilipoingia, imeingiza kitu kingine tofauti, kifo. Kifo ndicho kinatenganisha ndoa kati ya mume na mwanamke. Na ndoa ni kati ya mwanaume ambaye yuko hivyo tangu kuzaliwa na mwanamke ambaye yuko hivyo tangu kuzaliwa kutoka tumboni mamake. Maana siku hizi kuna mambo mengi yanatendeka. Nje ya hapo sio ndoa, ni kitu kingine tofauti ambacho Mungu akiweka hapo. Sasa mwenzako akisha kukufa, akifa, sasa unabakia na mambo haya mawili, utachagua moja: uoe au uolewe na mwingine, au unaweza kama kwamba ninabaki hivi, yatosha. Una uhuru huo. Ila ukiamua kubaki hivyo, tusisikie harufu zile